Jasusi Joe Basey kutoka kisiwa cha Perrot nchini Canada ameachia nyaraka za siri zinazofichua kwamba Bi Clara Dubois, mwanamke Mfaransa mwenye umri wa miaka 30 ambaye aliwasili nchini Burkina Faso akijifanya kama mkurugenzi wa NGO iitwayo Hope Forward, ambayo shughuli zake kuu ni kusaidia elimu ya wasichana na afya ya wanawake. Bi Clara alijionyesha kama mtoa misaada ya kiutu aliyelenga kusaidia wanawake wa Kiafrika, akitembelea vijiji, shule na masoko na kutumia muda mwingi kusifu uongozi wa Burkina Faso kwenye television ya serikali. Kumbe kilichopo nyuma ya shughuli hii ya kutoa misaada kwa Bi Dubois ilikuwa ni ujasusi, huku akidukua na kukusanya taarifa za kijasusi kwenye tovuti za kijeshi, ikiwa ni pamoja na vituo vya mafunzo ya kijeshi vya nchi ya Burkina Faso, vituo vya mafuta na vituo vya uongozaji wa ndege zisizo na rubani, akitumia kivuli cha kazi ya kibinadamu. Katika kazi zake za kila siku zilizoonekana ni za utoaji misaada, lakini alibeba simu mbili, moja ya kiraia na ya pili ni simu maalum kwa mawasiliano ya kijasusi, na aliitumia kutuma barua pepe zilizowekwa katika mfumo wa ulinzi imara, ambazo ni ramani zilizochakatwa vizuri na picha za satellite za maeneo nyeti ya kijeshi kwenda kwa watu wa NATO na majasusi wengine wa kigeni. Idara ya ujasusi ya Burkina Faso kwa msaada wa shirika la ujasusi la Urusi FSB tayari walikuwa wameshaanza kutilia shaka shughuli za mwanamke huyu na kufuatilia mawasiliano yake kwa ukaribu sana, hasa kuingilia mawasiliano ya simu yake ambayo ilikuwa ikitumia satellite. Baada ya kujiridhisha kwamba Bi Clara anafanya shughuli za kijasusi kweli, walifanikiwa kuzuia nyaraka hizo zisiwe zinawafikia NATO na washirika, kwa kuwa tayari mawasiliano hayo ya Bi Clara walikuwa wameshayaingilia. Kila akituma email zilikuwa zinaingia Moscow na sio Brussels tena. Rais Ibrahim Traore aliwaamuru majasusi wake wamwache aendelee kukusanya nyaraka za misheni yake ili wamkamate akiwa na ushahidi halisi, na baada ya miezi kadhaa hatimaye alikamatwa na kuwekwa hadharani katika kongamano la kitaifa la mamlaka ya Afrika, ambapo rais aliwasilisha nyaraka zake za siri na barua pepe zote moja kwa moja jukwaani, akifichua shughuli zake za kijasusi kwa ulimwengu, na baadaye akazuiliwa kimya kimya na serikali licha ya shinikizo la nchi za Magharibi. Kwa kutumia mgongo wa azimio la kidiplomasia, Rais Traore alisisitiza juu ya uwazi na haki, akisisitiza usaliti wa kuaminika ni adui wa Burkina Faso. Waswahili husema usichokijua ni sawa na usiku wa giza. Wengi hawakujua kuwa mfadhili huyu alikuwa na ajenda ya siri. Alipewa majukumu na mataifa ya mbali kumpeleleza rais wa Burkina Faso, Kamanda Ibrahim Traore, kipenzi cha wananchi wa Burkina Faso na Waafrika walio wengi. Alikuwa akimpeleleza hatua kwa hatua kwa jina la amani, lakini kwa nia tofauti kabisa. Katika mahojiano na televisheni ya kitaifa, alizungumzia juu ya kuvutiwa kwake kuja kusaidia bara la Afrika. Alisema, ninataka kuleta matumaini, si misaada tu, bali kuwajengea uwezo wa ndani wanawake na wasichana, hasa waishio katika mazingira magumu. Hata hivyo, nyuma ya sura hiyo ya huruma, Dubois alikuwa anajihusisha na ujasusi. Alikuwa akikusanya taarifa nyeti kuhusu maeneo ya kijeshi, ikiwa ni pamoja na vituo vya mafunzo ya kijeshi, mitambo ya mafuta na vituo vya ufuatiliaji wa ndege zisizo na rubani, kwa kivuli cha kazi ya misaada ya kibinadamu. Siku zote alibeba simu mbili,
moja ya matumizi ya kawaida na nyingine ya mawasiliano ya siri. Alituma taarifa hizo kwa barua pepe zilizosimbwa, barua pepe ambazo zimefungwa kwa neno la siri la kiteknolojia ili mtu mwingine yeyote asiyehusika asizisome au kubadilisha maudhui yake hata akizipata. Taarifa alizotuma zilijumuisha ramani za kina na picha za satellite za maeneo ya jeshi, ramani za kijeshi, taarifa za ratiba za mazoezi ya wanajeshi na takwimu kuhusu vifaa vya kivita vinavyowasili kutoka Urusi kuingia Burkina Faso, taarifa kuhusu ikulu ya Kosiam, barabara muhimu ambazo alizituma kwenda kwa waliohusishwa na NATO na mashirika ya kijasusi ya kigeni. Mwanamke huyu alitembelea maeneo ya karibu na vituo vya kijeshi akijifanya kufuatilia hali ya afya, lakini kila mara alikuwa akitumia miwani yenye kamera na saa yake ilikuwa na kifaa cha GPS cha siri. Aliweza kupenya hadi katika vituo vya mafuta na maeneo ya drone kwa madai ya kufikisha misaada. Alionekana akichukua picha za selfie ambazo baadaye ziligunduliwa kuwa data za mahali za kiteknolojia sana. Simu yake ya kwanza ilikuwa na programu ya kawaida kama WhatsApp, lakini nyingine ilikuwa na mfumo wa usimbaji fiche wa kijeshi ambao hauruhusu mtu asiyehusika kuchukua kinachoendelea. Aliyotumia kuwasiliana moja kwa moja na maafisa walioko Paris. Siku za mwezi 40, idara ya ujasusi ya Burkina Faso ANR ilipata taarifa kutoka kwa mtu wa siri ambaye hakutajwa jina, ambaye alisema ni kama mwanadada huyo anafanya kazi mbili tofauti na wakati alipofika nchini Burkina Faso kwa mara ya kwanza. Hatimaye wanajeshi wachache kutoka idara ya ujasusi wakapewa kazi ya kumchunguza. Kazi ilianza kwa kumfuatilia mienendo yake kila siku na kupitia data ya mawasiliano, yani GPS, na mikutano ya faragha aliyokuwa akifanya nyakati za usiku. Uwezo mkubwa wa idara ya ujasusi uliweza kupenya hadi katika simu yake na kudukua taarifa muhimu ya watu ambao huwasiliana nao kila siku, na taarifa gani huzituma, na hata muda ambao hutuma taarifa hizo kupitia simu yake. Kilichowachanganya ni baadhi ya taarifa ambazo licha ya kufanikiwa kuzidukua, lakini hawakuweza kuzifungua kutokana na kwamba zilikuwa zimefungwa na nywila ama password ambazo bila kuwa muhusika huwezi kuzisoma kiurahisi. Kazi ilianza na hatimaye kupitia msaada wa vikosi vya ujasusi vya Urusi FSB, hatimaye jumbe hizo zilifunguliwa kwa kutumia teknolojia ya juu zaidi. Idara ya ujasusi ya Burkina Faso, baada ya kupata ushahidi huo bila mwanadada Clara kujua, kila akiamka alikuwa akielekea mtaani na kila alichofanya alikuwa akirekodiwa na wanajeshi wa ujasusi. Na hatimaye wiki la mwisho la mwezi Aprili, baada ya muda wake wa kukaa Burkina Faso kuisha, mwanadada Clara alianza kufanya mchakato wa kurudi kwao nchini Ufaransa, huku akiwaaga marafiki na ndugu wengine ambao alikuwa nao karibu kuwa atarejea tena kuwasalimia. Siku ya kuondoka ikafika, lakini cha ajabu alipofika katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Wagadugu, alishangaa kuona wanajeshi wakiwa wanazunguka katika uwanja huo, jambo ambalo hapo nyuma hakuwahi kulishuhudia. Alipozidi kukaribia eneo la abiria, ndipo akashtukia akiambiwa yupo chini ya ulinzi kutokana na ujasusi aliyokuwa akiufanya nchini humo. Clara Dubois alishtushwa na kufichuliwa huko kwa taarifa zake, lakini hakuwa na njia kwa sababu kila alipotaka kujitetea walimuonesha ushahidi ambao ilikuwa vigumu kwake kukataa. Baada ya hapo alikamatwa na kupelekwa katika idara ya ujasusi ya Burkina Faso.
taarifa zilitumwa nchini Ufaransa kuwa mwanamke aliyejulikana kwa jina la Clara Dubois amekamatwa akifanya ujasusi nchini Burkina Faso, licha ya shinikizo la kidiplomasia kutaka jambo hilo limalizwe kwa siri. Lakini mwanamke huyo mpaka sasa hajarudi nchini Ufaransa, na idara ya ujasusi haijatoa taarifa yoyote kuhusu mwanadada huyo alipo. Endelea kufuatilia BMTV Tanzania.